Yes bana, leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutumia Premiere Pro. So kwa haraka kama hujawahi kutumia Premiere Pro ndo mara yako ya kwanza, so naenda kuanza series za kufundisha jinsi ya kuitumia Premiere Pro. So Adobe na recently na program nyingi sana. So kuna program nyingi sana za Adobe. Kuna Photoshop kwa ajili ya picha, Lightroom pia kwa ajili ya picha. Hata Illustrator ni kwa ajili ya logo na picha, After Effects kwa ajili ya kufanya some effects na kufanya hizo animation nini, After Effects natumika. Lakini pia kuna zingine, kuna InDesign, kuna cartoon wati but tunaenda kufanya hii hapa, hii Premiere Pro. So recently natumia ya 2026. So hii ni latest, this is 2026, nitatumia hii ya 2026. Advantage yake ni kwamba kuna feature nyingi za AI zimeongezeka ambazo kwenye program zingine zilikuwa feature za AI hazipo. So Adobe Premiere Pro 2026 ina feature nyingi za kutusaidia ambazo kwa program zingine zinakuwa hazipo. The more wanavyozidi kwa upgrade na ndio the more wanavyokuwa wanatoa feature zingine ambazo kwa program zingine hamna. So hivi ndio ilivyo ukifungua, japo hizi ni jina kazi nilizofanya. Kazi clear hapa ili zisiwachanganye. Recently ni kazi clear hizi. Anyway. Lakini kwa programu yako kama ni umeinstall, hizi ni baadhi ya kazi nilizofanya zinapopogwa hapa, lakini sio shida. Ila zote zinafunguka hivi. So utakuja new project. Hii ndo inavyoonekana kwa mara ya kwanza ukifungua Premiere Pro 2026. Kwamba welcome to Premiere Pro. Hapa ndo mwanzo. So hapa ni new project, hapa ni una open project. Project za nyuma. So tutakuja hapa new project. Kwa hiyo utaanza na kuiname project yako. Tuipe jina gani? Tuipe jina lolote tujifunze. So mimi sio mstaarabu sana wa kutengeneza kupangilia. I mean kuna watu wanapangilia vizuri na ndivyo inavyotakiwa kiprofessional, unatakiwa huo unapangilia vizuri. So ukisha name project yako inaitwa tujifunze, ndio jina lake. Then wanakuambia hapa uanze kuimport mapema kabla hujafungua. Lakini kuna kutengeneza sequence, kama unataka sequence yako iwe ya aina gani, ni 4K ni nini, so unatakiwa utengeneze mapema. So settings za kuimport hizi hapa. Organization ya media, unatakiwa utengeneze mafaili ya kuorganize sequence yako iwe aina gani hivyo. So hivi vitu vingi visikuchanganye. Mimi tunabonyezaga skip kwa sababu hatutaki kufanya setting mapema, na pia inatusaidia kwa sababu unakuta sometimes hujui clip zako ni za aina gani, ni za 4K ni za 1080 hujui. So unataka tu uziweke ama ziko mchanganyiko za 4K na 1080. So hapa tunafanyaga skip. Kwa hiyo tukisha open tukiandika jina la project pale mbele tuna skip, wengi tuna skip, then ndio inafunguka sasa. Hii ndio program ilipo. So ukitaka kuimport utaanza kuimport hapa. So ina sehemu 4 kama inavyoonekana. Mara nyingi inafunguka ikiwa na sehemu 4 kama inavyoonekana. Iko hivi. So hapa unapa kuimport, lakini hizi programu mpya wamekupa kama hapa kwenye edit, unaweza ukarudi hapo kwenye import. Hii ndio ile tulioikataa, then unakuja edit, then export. Hii ni ya mwisho. So sisi tuko hapa sasa hivi, inabidi tukae hapa ndo kwetu. So hii hapa tujaanza, hii ni kama introduction tu ya hizi sehemu. So programu yako iko hivi. So kwenye kuimport media utaklik hapa import media, then utatafuta sasa vitu unavyotaka uviweke, iwe ni picha ama video. Inakubali picha na video, inakubali pamoja na audio. So sio vitu vingine. Kwa hiyo itaingiza hivyo vitu, picha, video, audio ama project files za Photoshop za nini zinaingia. So hiyo ni njia ya kwanza ya kuimport. Kuimport ndio sasa unaingiza vitu vyako unavyotaka kuviedit, ndio maana import. So unaweza kubonyeza hapa import, vikaja ukatafuta viko wapi, labda viko desktop ama viko wapi hivyo. So lakini unaweza pia ukafanya ukaja hapa kwenye file. Hii ni njia ya zamani tulikuwa tunatumia mpaka sasa bado inatumika, lakini file then import, unatafuta ziko wapi. Kama ziko desktop, ziko I don't know local disk gani, hizo kama niweke local disk moja hapa.
mfano local disk E, new volume E, unachagua hapo clip zako zilipo, then una import. So hiyo ndo import, jinsi ya kuingiza material hapa. So tuingize kabisa ili tuweke material kwa local disk E. Tuweke material labda kama hii. Okay. Tuweke labda na audio. Hizi ni video tumeweka, ili tuweke na audio. File import audio. Audio ziko wapi labda unatafuta, au audio umedownload, hizi kwenye downloads. So unaingia kwenye downloads, unatafuta labda muziki, tunaua hapo labda muziki wa Maalim Nashi Tukusa, na open. So hivyo hapa kuna muziki, hapa kuna audio, unaona audio imekaa kama audio, then kuna hizi video, lakini still unaweza ukaweka na picha. So import, kuna import pictures, tutafute picture sehemu zilipo desktop. Hizi ni video, tuweke video moja. Sisi tunaongeza video, import. Hapo tunatafuta picha yoyote tu. Okay, hapa picha hii. Hapo okay. Ongeza picha 1, 2, 3. Okay. Na video 1, 2, 3 na audio 1. So unaweza ukatengeneza mafaili ukazipanga, labda ukatengeneza faili hapa ukiwa new bin, hii ndo file. Ukiweka labda audio, wastaarabu wanavyofanya, unaandika audio afu audio unaiweka, lakini kwa sisi ambao tunakuwa tuna y hatuna haja audio. Lakini pia sio lazima ukifungua hii bin ndani ndio utakuta kuna audio, lakini sio lazima pia uimport hivyo kama nilivyo import. Unaweza ka import folder ambao ndani lina vitu, ndio tutakuja kama bin. Unaona bin ilivyokuja nime name audio. So kwa mfano nikasema ni import ni import folder moja ambayo lina media ndani desktop. Nikasema ni import hii labda ya video. Hii ina video ngapi ndani? Ina video kibao. Kwa kweli ngoja ni import hii Mansuri, hii ina picha chache. So bwana import hii folder hii Mansuri. So hii folder na import folder. Umeona? Kwa hiyo niki-import folder kama folder tayari linakuja. Linakuwa so wastaarabu na ndio kufanya kazi, wanaweka audio kivyake, video kivyake. So nadhani ni mpangilio mzuri wa kazi pia. Kwa mfano kama kazi ufanyi mwenyewe, unafanya watu wengi ili kumsaidia mwenzako anakuja kuedit, ni vizuri kazipangilia kwenye folder. Lakini kama unajua unafanya kazi haraka unamaliza, so mbona unaweza kaziweka tu kama hivi, zikabaki nje, zikabaki wazi. Kuna advantages ya kuziona hivi. Kwa mfano ngoja nichukue clip hii, unaziona kabisa, unaziweka. So hapa ndo sehemu pa ku import kila kitu kinakuja hapa. Then kitu kingine, ili kunaweza mwingine akawa amefungua Premiere yake anashangaa ipo kama yangu, utakuja hapa. So hizi kuna file, kuna edit, kuna clip, kuna sequence. So file hapa ndo kuna vitu kama hivi hapa. So jinsi ya kufungua file, open, unafunga project, import, vinavyohusika na sana na hapa kuimport, kutoa. Then kuna editing ya kawaida, kucopy, kupaste, kuduplicate, ndo kwenye edit. Then clip, kurename, hizo ndo vitu vya, yaani una deal na clip moja moja. Then sequence ni sasa mpangilio hapa ndo sequence ndo video yako inavyoenda kuwa, either ni 4K, ni 6K, ni unataka setting gani. Kwa mfano unaweza kukuta hapa kuna picha zingine hapa ama video zingine hapa ni 1080. Kwa mfano nikichukua hii video yangu hapa, hii video ni 4K, niki double click inafunguka hapa kwenye
sehemu pa kuangalia nichukue nini, au sehemu pa ku preview. So kuna sehemu tatu hapa, ni pa ku import ambapo material yangu yote, takataka zote zinakuja hapa. Then nataka ni kwenye hii takataka nikate kipande gani. Kwa mfano kwenye hii video yangu imeanzia huku dakika ya mwanzo kabisa. So hapa ni pa kupunguza quality ya video yako kwa ajili ya kupreview. Unapunguza quality ishuke hadi chini, uwezo wake wa chini kabisa ni 1.8. So ngoja video labda ina quality kubwa zaidi ingekuja hadi 1.16. Kwa hiyo huku ninapunguza quality kwa ajili tu ya kuangalia, lakini kama nataka quality ya juu nakuja full. Na maana nikiweka full nakuwa ninaona resolution full niliyoshutia. Lakini sasa kwa sababu tuna edit ili kufanya programu isiwe na programu isiwe na shida, isijam, ndio maana tunashusha hadi 1.8 ili tuweze kuedit kwa wepesi, tupunguzie mzigo kompyuta. Lakini hiyo quality inaonekana hapo sio ile quality original. So hivyo labda nitachukua kipande kutokea hapa, haya mabano sasa. Hapa demo ninavyofanya ndio demo tunapoanza kuelewa. So kabla sijaanza kwenye kuedit vitu vyote hivi nilikuwa nataka nikuelezee, inawezekana programu yako labda ina tofauti kidogo na yangu kuanzia nilivyoanza. So cha kufanya ni hapa, unakuja kwenye window, kuna hii inaitwa workspace. So hii iko kwenye program zote za miaka yote. So workspace kuna all panel. Ukisema all panel na maana nikikliki zinakuja paneli zote hapa. Kuna paneli kama 6, yani kuna maeneo kama 6 ya kufanya kazi. So nikisema all panel na maana paneli zote zinakuja. Unaona program inaziarrange paneli zote hapa. Kuna 1, 2, kuna hii imetokea, kuna hii na kuna hii. So umeona hapa, hii ndio kwenye ameweka bin kivyake, bin audio, akaja hapa project, yani wanapanga kivyake. Alafu hapa ameacha kwa ajili ya property effects, yani paneli zote ziko hapa, kila kitu kipo hapa. Then nikija workspace, kuna assembly hapo, unachagua mwenyewe. Yani hapa nikisema assembly ni hasa hizi ndo all panel, inamaanisha zimechanganya hizi zote, assembly nini mpaka huko ndo paneli zote. Paneli zimeanzia hapa, assembly, audio, caption and graphics, color editing. So unapokiona hapa kimoja, assembly ni eneo la kupanga kwamba nina import clip zangu nizipange vipi. Umeona hii imeipa priority, wameipa priority hapa sasa pa import. Zile zote zimekuwa zimefeature, wameipa priority material tuliokuwa tumeyaweka. Hii ndo assembly. Lakini nikija window workspace nikasema audio, ina maana inaipa priority audio. Kwa hiyo programu inajiweka yenyewe in a way that audio ndio inakuwa imewekewa priority. Unaona imekuja panel zote zimekuja, lakini sehemu ya audio imepewa priority. Unaona kuna essential sound, kuna properties nini, hizi mambo ya effects za audio, na amekufungulia kabisa folder za audio. Unaona hii ndio ile audio yetu. So hapa ameprioritize audio. Kwa hiyo kama ni mtu unataka edit audio, unarudi unaweka unakuja kwenye window workspace, una command audio tu. Then kwenye caption and graphics, yani maneno. Then kwenye color, kama ni mtu unataka ufanye color, sasa unaingia kwenye panel ya color. So kumbuka sio kwamba inafuta, ni project ile ilisema unataka uedit nini kwenye kipindi gani. Kama unataka ubadilishe, ndio una click labda nataka niko kwenye color, niko kwenye kipengele cha color. Kwa hiyo program inakaa in a way that inakusaidia uweze kufanya color editing. Unaona hapa imekuja kwenye Lumetri, hiyo ndio imepewa priority, mambo ya rangi. So ziko nyingi, lakini sana sana mimi ninayotumiaga ni editing, color na essential. Hii hapa essential, tunaga essential na hiyo editing. Sasa napenda editing, inaweza kutumia kwenye editing mpaka nikamaliza. So editing naonaga imekaa poa. Kwa mfano nikija kwenye workspace, mimi napenda kutumia ikiwa editing au ikiwa kwenye color. Kwa hiyo ikiwa editing hivi ndio na enjoy. So kama tunaanza editing hivi, na maana nafasi yangu kubwa iko hapa, umenipa chance kubwa hapa kwenye kufanya editing. So anyway, twende na editing kwa sababu tunafanya editing. So I hope umeelewa. So kama unaona programu yako ina tofauti, inabidi ujue pa kubadilishia ni hapo. Lakini pia unaweza ukafanya, nadhani kwa hapa zipo hapa hapa hizi hapa.
ukija ziko zote hapa the same time kama zilikuwa tunafanya. Kuna editing, kuna color, kuna effect, kuna nini, zote ziko hapa. So utachagua mwenyewe ueditie kwa upande gani, ueditie kwenye editing, ueditie kwenye color, uediting kwenye audio. Kwa hiyo mwenyewe utachagua ueditie wapi, lakini still project ni moja, project ni hiyo hiyo, ni program tu inajiseti, wewe uwe flexible sehemu gani. So mimi napenda kutumia kwenye editing. So hiyo ndo I think kama mpaka hapo tuko pamoja, sidhani kama kuna cha kusahau. So kuna mtu labda anaweza kawa na swali, sijui anajiuliza, cha kujiuliza labda unajiuliza hizi ni nini. Hizi ni tools zinazotumika kwenye kuedit. So as a beginner, tools ambazo nilizitumia kwa miaka mingi sana bila kugusa zingine, nilitumia hii hapa ya selection ya kawaida. Hii ni kama cursor ya kawaida. Then hii Rezo ni mkasi wa kukatia. Hizi mbili nilizitumia kwa muda mrefu sana na nilifanya kazi kubwa, sababu nilikuwa tu ni kukata, hii ni ku select na kuvuta. So hizi zingine sikuzigusa kwa muda mrefu sana, lakini still nilifanya kazi nyingi sana. Kwa hiyo tools ziko nyingi sana. Hii ni track forward kuelekea mbele au unaweza kusema A. Then kuna hii hapo Ripple tools, kuna razor kwa ajili ya kukata, kuna slip tool, then kuna pen tool, then kuna rectangle kwa ajili ya kama unataka uandike. Then hii sasa ni feature mpya hii. Kwa mfano hii ni feature mpya hii, na ameiwekea kabisa hapa ya kufanya kama rotoscoping. Hii ni ya kufanya masking, inakusaidia kumtoa mtu sehemu ama kumchonga, kuweka some effect. Then kuna hand tool kwa ajili ya kubeba vitu, then kuna text tool kwa ajili ya kuandika. So vitu ndio viko hivyo. So kwa kuanza una double click clip yako ama chochote unachokitaka, then inakuja hapa. Lakini kama unawakia clip yako huna cha kunyofoa, maana lengo la ku double click ni ili ije hapa unyofoe kipande unachokitaka. So ikishafika hapo juu unaweza kunyofoa kipande unachokitaka. Lakini pia hizi programu mpya unaweza ukagusa hapa. Unaona kwa chini kuna kama kitu kanatembea kwenye chini ya kasa yangu. Kuna kitu kama kanatembea. Nikisogea hivi na kinyoka kanasogea. Nikisogea hivi na kinyoka kanasogea. So hii inakusaidia uweze ku preview clips zikiwa hapo kabla hujazi double click. Unaangalia position gani ni nzuri na clip yenyewe preview yake inasogea. Hii clip ni slow motion, kwa hiyo ina dakika sekunde 3, lakini ina dakika 3 lakini hivyo. Kwa hiyo hizi pia zinakusaidia hii. Unasogea, unarudi nyuma, unafanyaje, inakusaidia pia ku preview, unakuwa unaona kabla haujakiweka hapo juu. So ukishakiweka ni kama hivi. Kwa hiyo hapa unachofanya unatafuta part ambayo ni nzuri. Unaweza ka play, uangalie part gani ni nzuri ili uweze kuikata. Kaweka pause, lakini hii ni kwa ajili ya mabano. Tunasema I and O, mark in. So nikifanya hivi na maana nimeanzia hapo, lakini sijafunga. Kwa hiyo imeanzia hapa mpaka mwisho. So nikisema mwisho ni hapa, ina maana nitafunga au O. Pap, hapo inakuwa nimefunga. Kwa clip yangu hizi hapa ni kwa ajili ya kuanzia mwanzo wa clip, na hizi ni mwisho wa clip. Hizi zilizokaa hivi mwanzo wa clip, mwisho. Hii hapa ni ya kuplay kwa sekunde 1. Hii kama nataka niende yani kwa kila beats. Unajua kwenye clip ni muunganiko wa picha. So kila picha tunaita beats. Kila beat ni picha moja. Muona hii ni picha moja. So muunganiko wa hizi picha ndo tunatengeneza video. Kwa hiyo hii inaenda kwa beats, kwa picha moja moja. Hii inakusaidia sana unapokuwa unafanya unazipanga labda clip kwenye kwenda na mdundo ama unataka ukate, ndio kwa ajili ya hichi. Inakusaidia ni inapiga beat moja moja, lakini hii ni kwenda mwisho. Hii kwenda mwanzo kabisa. So hizo nadhani zikusaidia. Hii ni kwa ajili ya ku screenshot, kupiga picha hicho unachokiona hapa. Kama unataka labda kufanyia effect, ukiklik hapo picha unachagua iende kwenye format gani. Iwe hapo unachagua ije import ama iende desktop. Pale utaikuta picha yako desktop. Kwa mfano nikisema iende desktop na iwe import, nikiklik hapo
utaikuta desktop na inakuwa inajiimport hapo. Picha hii hapa. Umeona? So hiyo hapo ni picha. Hizo picha unaweza kuzitumia kwa ajili ya kufanya labda effect fulani. So I think hapa tumeelewana. So hichi hapa ni kwa ajili ya Mac, kuweka Mac. Unaweka alama. Kama unafanya Mac, utaweka alama na unaweza click hapa, ama nikasema M, ama ukigusa M inakaa. Unaweka alama zako. Labda ni bits unaziweka. Ikifika hapo na yenyewe inakuwa inafuata nini, kama ina sense fulani hivi. Kuna magnetic sense ambayo inakuwa ipo. Kama unaziona hizi hapa. Hizi ni setting chache sana ambazo zinakusaidia. Nitakuja kuzielezea tunapoingia kwenye kuedit. Anyway, so mpaka hapo hizi ni basics za muhimu sana, inabidi mtu awe ameshaelewa. Kwa hiyo clip yetu sasa tukisema tuchukue, nikisema nichukue hapa juu kwenye kuanza sasa kuimport. Hapa kumbuka naangalia part gani nzuri, ndio nimesema nianzie hii ni I and O, in out. So in nianzie hapa na out niishie hapa. Lakini naweza pia nikaendelea kusema hapana, out iwe hapa. Nitaweka hii out iwe hapa. Kwa hiyo kipande changu kitaanzia hapa kuchukua mpaka hapa. Video yangu ndio inapokuwa imeishia. Kwa hiyo nikifanya hivi hapa, unaona mkono umetokea, nikisogea hapa, huu mkono unaenda kuchukua hii ni video tu. Na hapa nimekwambia drag video only. Hapa nitachukua tu video, lakini kumbuka clip yangu pia ina audio. Hii clip yangu ina audio. Kwa tu play usikie. Hii clip yangu ina audio. So unaona waves za audio zinacheza. Hii clip yangu ina audio. So nikisema ni drag hapa, na drag audio only. Kwa hiyo hii clip imechanganyika, ina audio na ina video. Nikigusa hapa nachukua video tu, nikigusa hapa nachukua audio tu. Nikigusa hapa juu sasa, na maana nabeba video yote yenye audio na video. Kwa hiyo nitachukua video yote hapo juu. Then naileta hapa. Hapa ilipo nimeshikilia, nimeshikilia kwenye mouse na iachia hapo. So nikiachia hapo, tayari inakuwa imefanya vitu viwili. Inakuwa imetengeneza sequence ambayo ni sequence ya kutokana na quality ya hii video. Kama hii video ilishutiwa 4K na ndio video ya kwanza kuweka kwenye timeline, ina maana sequence yangu, settings za sequence yangu zitakuwa zipo kwenye 4K. Lakini kama hii video ilikuwa nimechukua video labda ya, nakumbuka hii video nimeshuti ni 4K. So kwa mfano hii video hapa nilidownload kwenye YouTube. Hii video ni nikisema nichukue in yangu hapo na out yangu huku, labda hii video ilikuwa 1080 au 720. Kwa hiyo nikisema hii video ndo ningeanza nayo, nikiweka hapa, umeona ishakuwa tofauti. Hii video ya juu niliyopachika hapa ndo hii hapa. Nikisema nizibe jicho hapa, hii video ya chini usione, nikiziba jicho hivi, umeona ili gap lilopatikana hapa. Hapo umeona tofauti sasa wa settings za sequence. Kwa hiyo naweza nikawa video nikiziwasha zote, video ya chini ipo na video ya juu ipo, lakini zimetofautiana ukubwa kutokana na quality ya sequence iliyojitengeneza. Sequence imejitengeneza kutokana na aina ya video niliyoanza kuiput, kwa sababu sikuset sequence. Nimefika tu kwenye video, nimechukua nikaziingiza kwenye timeline. So ngoja tu undo, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Tu hatujagusa kabisa timeline. Control Z, Control Z. Yeah, hivi. Hatujagusa kabisa timeline au sequence. Hapa nakwambia kabisa no sequence. So cha kufanya nitakuja sequence au nikije file new sequence. Natengeneza sequence mpya sasa ambayo nitaitumia. Hapa ziko sequence kibao. Kuna mpaka za social, siku hizo kuanzishia za social media. Hizi zilikuwa zipogo zamani. Portrait, kama nataka ni shoot portrait ya kwa ajili ya Instagram. Hizo wamekuanzishia na frame wamekuwekea hapa frame 30. So kuna advantage ya kutumia program ambazo ni latest. Then kuna 4K, Ultra HD ya 4K. Naanza nikachagua 4K ya frame ngapi, frame 29, frame 25. So kutokana na clip zako ulivyokuwa umeziset. So utaangalia kutokana na clip zako ulivyokuwa umezifanya. Kwa mfano ukichukua 4K ya frame 30, nika double click, hii ndio imeshaitengeneza sequence. Kwa hiyo tayari sequence imejitengeneza 4K ya frame 30. Sijaweka clip yoyote, imetengeneza mwenyewe sequence. Kwa hiyo nikichukua hii clip yangu ya 1080, wataniuliza
unataka ubadilishe kwa sababu anaona kabisa hii clip na hii sequence haziendani, hii swali itatokea. Unataka ubadilishe kwamba clip mismatch, clip iko tofauti na sequence uliyotengeneza. Wanakuuliza swali, unataka ubadilishe ama uendelee? So nikisema keep existing au nikasema change the sequence, ina maana badilisha hii sequence, settings za sequence ziwe sawa na hii clip yangu. Kwa hiyo nasema keep. Nikisema keep ni the same. Unaona clip imeishia hapa. Kwa hiyo 4K ni clip yenye quality kubwa mpaka huko, lakini hii 1080 imeishia hapa. So hiyo sio shida. Kama ni mtu unaweza kufanya hivyo kwa kudhamiria, utakuwa ujue unasolve hiyo tatizo. So kusolve hiyo simple problem ni una just unaisave hiyo kwenye. So zamani kibigina level nilichokuwa nafanya nilikuwa na zoom na ikuza na kuwa refu, which nakuja hapo kwenye effect control nafanya tu kuizoom inakuwa kubwa hivi, ndio nilikuwa nafanya hivyo, lakini no, huko ni kupoteza muda. So unachofanya una right click kwenye clip yako hapa, unakuja kwenye sehemu panaitwa kuna sehemu tatu, kuna scale to frame size ama fit to frame ama fill the frame. So utachagua yoyote kati ya hizo. So nikisema scale to frame size, hii inakaa kwa zote zinafanya kazi sawa. Hiyo inakaa sawa. Stari imesha kaba maeneo yote ambayo alikuwa yanazungua hivyo. Anyway, so nadhani hicho ni kitu cha mbele, lakini nimekutangulizia tu kwa haraka, maana kwa watu wengi mabigina wanakuwa wanachanganyikiwa. Ukishaanza kuupload clips zenye quality tofauti anachanganyikiwa, moja inakuwa zoom, moja inakuwa zoomed out. So mbaya. So kwa clip yetu sasa tukatumia hicho. So IO nadhani umejua, hii ni in na hii ni out. Kwenye keyboard unaweza kutumia I ama O. In ni mwanzo, out ni mwisho. So kumbuka hiyo ni vitu vya muhimu sana. Hizo ni sehemu ambazo tunazitumia sana. IO tunatumia sana hivyo vitu. So ukishakata hapa kipande chako unakileta hapa. So hapa tupaelewe vizuri hapa. Hizi button zilizoko hapa na ndo same zilizoko hapa. Hii inafanya kazi kwenye hii hapa. So hizi button za hapa zinafanya kazi kwa ajili ya hapa. Ni kwa ajili ya hii timeline yako hapo uliyoiweka. Hapa tumebeba audio, tumebeba video tu, hatukubeba na audio. Kwa hiyo imekuja video tu, haina audio. Okay, so ngoja tuikuze hiyo kubwa. Scale to frame size. So hivyo. Hiyo ni video tumeweka. So ukitaka kuweka audio kuna audio tuliimport huko. Ile audio yetu iko wapi? Ilikuwa ndani ya hii hapa. Maalim Nash. So hiyo ndo audio yetu. Tukiplay anyway, hizi audio zina copyright. Bado tuchukue audio nyingine. Hiyo tukastrikewa hapa copyright. Sasa import audio na tuna desktop, tutumia audio zetu. Import images, folders. Audio sound. Okay, so hii ndo audio yetu. Na nyo nikisema ni double click inakuja huku. So still na nyo naweza nikaikata kwa kutumia huku, lakini sio lazima. So tuchukue audio niweke hapa chini. Okay. So nikiplay audio inatokea na juu kuna video. Nilichofanya hapa sasa nimefanya tu kuzoom ili nione audio yangu vizuri. Umeona? Hichi unatumia hichi. Una zoom mbele, una zoom ili uzidi kuona audio yako vizuri. The same na upande huu. Ukifanya hivi una zoom juu, ukifanya hivi inarudi kawaida. Hata hii the same. So
So hapa imegawanyika, kuna huku juu vivi zinapanda juu, hizi ni video. Kwa hiyo ukitaka kuongeza video zingine naongeza kwa kupanda juu. Naweza nikashika hii video, ikifanya hivi zinaongezeka. Unaona video zinazidi kuongezeka. Video hapo ziko video 5. So katika pande wote naweza nikaweka video tu, kipande chochote naweza nikaweka cha video. Lakini audio 1, audio 2, audio 3, so naweza nikaweka audio kibao. Naweza nikaweka mtu anaongea, nikaweka na beat, nikaweka na beat nyingine. Naweza nikaweka muziki hata mitatu au chochote, lakini tu zizi overlap zikaleta zinatakiwa zilete maana. So naweza nikaweka beat na mtu akawa anaongea audio yake, nikapunguza. So unabidi ujue audio ipi ni inafanya kazi gani na audio ipi ni ipi. But kwa kuweka audio ndo hapa chini. So hizi ni audio 1, audio 2, audio 3, audio 4. So hizi za chini ni audio, za juu ni video. So hauwezi ukachukua audio eti hivi uweke sehemu ya video, utakataa. So audio inakuja tu sehemu ya yenyewe, automatically inakubali tu sehemu ya audio. Lakini sema niweke huko juu haiwezi kukubali sababu ni audio. Kwa hiyo audio inakaa sehemu sehemu ya audio. So hapa beginner utakuwa unajiuliza kitu gani kingine hapa. So lazima beginner, lakini kuna watu wengine pia wanajua wanataka tu waongezee. So jinsi ya kuimport, kufanya hivyo vitu, hicho ni kitu cha muhimu. So hivyo. Kingine ni tuanze kujua matumizi ya hivi vitu ambavyo vinatumika sana. Kama hii ya kukatia, hii ni kwa ajili ya kukata. So naweza nikakata hapa, nikakata vipande. Hii inakata clip yangu kwenye vipande. Baada ya kukata na beba kwa kutumia hichi hapa. So nikishakata hichi kipande naweza nikakitoa, delete ama nikakisogeza kikaa hivi. Hivyo unakuwa unafanya vitu kama hivyo. Sema ni clip juu ya clip. Kwa hiyo ikimaliza hii itakuja hii. Umeona? Clip ya kwanza, clip ya pili. Ngaja clip nyingine hapo. Ila ngoja ni clip tofauti ili uone utofauti, kwa sababu zote ni clip moja hapo. Unaweza kuwa umechanganyikiwa. So clip nyingine ya tofauti. Hizi clip zina quality kubwa sana, zinakuwa nzito kuzifundishia. Hii quality yake ni nzito sana. Ndio clip ambazo zina quality nyepesi, zio rahisi kufundishia. Au download video za download hizi. So hii ni kuchukua hapa, nikakata nikaiweka hapa juu, hapo nikaiweka hivi. Kitu sawa. Challenge nyingine tuliona hapa, hii ilikuwa ina hizi bandos za chini, bando ya juu na ya chini imekropiwa yani. Kwa hiyo ukishaweka umefit to frame, lakini si bado itokee, option uliyoko nayo hapa niweza ucrop video nzima ama uzoom sasa hii iwe kubwa kama wenzake. So hizo ndio option ambazo unazo. Odds ulizonazo hapo ni mbili. Kwa hiyo na jinsi ya kufanya hii, una click video yenyewe husika, sio ka click video nyingine kwenye effect control yake. Kwa lazima hiyo video iingie kwenye effect control ya hii video. Nikisema ni click hapa, unaona hapa ilipotokea mwanga, hiyo sio video husika. Kwa hiyo nikijifanya kuiscale
itakuwa sio video yenyewe. Kwa hiyo inabidi niguse ile video husika. Hivi ndio vitu vya muhimu. Hivi ndio vitu vya muhimu sana. Hivi ni vitu vya muhimu kuweza kuelewa. So nadhani kwa kuanzia kwa beginner yoyote, hivi ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana beginner yoyote anavifanya. So tool nyingine ambayo nimetumia hii hapa ya kukata, unaweza kukata ukapunguza, lakini pia still hii ilivyokaa selection tools ina effect nyingi za yenyewe kama yenyewe. Selection tool unaweza nikiweka mbele ya clip inanipa option ya kuvuta clip ianzie mwanzo. Kama nafanya selection, kama sikuselect vizuri huku mwanzo, unaweza nikafanya selection kwa hapo kwenye timeline, nikavuta nikapunguza, nikachagua best part. Still naweza kufanya hivyo, nikachagua best part ikiwa hapo kwenye timeline, nikakata na kuongeza. Yani chochote naweza kufanya nikiwa na selection tool. Naweza pia na hii nikaivuta nikaipunguza. Huko unapovuta unaongeza zile dakika za mbele. Sasa unaweza kuona effect kwenye clip zako. Kama hii clip labda ilikuwa imeanzia hapa, mwanzo wake upo huku tuliukata. Kwa hiyo unaweza kuvuta ikaja hadi ile mwanzo ile clip, kaangalia je, huku tulipoanza ni sawa. Hivyo ndio vitu unaweza kufanya na selection tool. So selection tool still bado ina kazi nyingi sana. Selection tool still bado ina kazi nyingi. So hizo ndio simple, unaweza kubeba ukapeleka huku mwisho wa clip yako ukafanyaje. So clip tofauti. Kumbuka clip ya hii unapoona hii nini timeline yako kwenye umshale wa kuangalia, umshale ndio unaonyesha clip gani iangaliwe. Kwa hiyo clip itakayogusa clip ya juu, hiyo ndio clip inaonekana. Clip ya chini itaonekana. Kwa mfano hapa inagusa hii clip, na maana clip ya chini ipo lakini haionekani, maana iko kwa juu. Hii ndio clip ya juu ndio itakayoonekana. So ni either upunguze hivi ili ya chini ionekane kama ni ya muhimu, au uitoe kabisa ya chini ama uiache, lakini unatakiwa tu ujue kwamba each kinaona kuanzia chini kinaangalia tu clip ya juu. Yaani clip ya juu ndio inakuwa inaangaliwa. Ukija hapo ni clip ya juu tu ndio inaangaliwa. Kama hamna clip kama hapa itasoma nyeusi. Kama hapa hamna clip itasoma nyeusi. Na pia ukiona magepu tu huku juu, huku kuna njano, inamaanisha huku ndo kuna clip. Ukiona ile gap inamaanisha hapa hamna clip. Kwa hiyo huu mshale utakachogusa, yani unagusa kile kilichoko juu ndo unakiona. Yani ni kama tukisema to play sema to play hapo, hii inavyoenda inagusa zile za juu tu. Hii unaona hizo za juu tu ndo zinaguswa. Kwa niongeze hapo. Hii umeona? Kwa ndo hivyo. Hii inakuwa inagusa tu hizo za juu. So kingine ni kusoma rangi. Umeona ukiweka clip ukaona juu kuna rangi ya njano, inamaanisha clip yako yani rangi ya njano sio rangi mbaya sana, ni rangi ambayo unaweza ukaedit. Ikiwa green ndo rangi nzuri, inamaanisha clip zako ni nyepesi kabisa, clip mini computer yako unaweza kuendelea kuziedit vizuri. Kwa hiyo kuna rangi tatu. Kuna green maana yake clip zako ni nyepesi kabisa, unaweza kuedit vizuri bila kupata stuck. Ikisoma nyekundu inamaanisha clip zako ni nzito. Kwa hiyo ni bora ufanye proxy. Tutakuja kusoma vitu vingine kwa mbele. Proxy ni jinsi ya kupunguza quality ya clip ili uweze kufanya editing. Kwa mfano nilikwambia hizo clip zangu hapa chache hizi ni nzito sana kuzifanyia editing. So tutaenda kuzifanyia proxy ili ujue proxy inafanyikaje ili uweze kuedit clip nzito kwa urahisi sana ndani ya Premiere Pro. So proxy ni mchakato wa kufanya clip zenye quality kubwa unazipunguza quality kwa ajili ya kuedit. Then ukishamaliza kuedit unazirudisha kwenye quality yake kubwa, una export. So hiyo ni njia ambayo inakusaidia uweze kuexport quality video za quality kubwa sana kwa haraka.
ambayo ni mbinu inaitwa proxy. Kwa hiyo hii indication hapa juu inakuonyesha kwamba timeline yako ina ugumu gani ama ina uzito gani pale unapokuwa una edit. So kwa beginner yoyote nadhani hicho ni kitu kirahisi sana. Sidhani kama kuna shida yoyote katika eneo hilo. Ni issue ambayo ni simple sana. Anyway, so nadhani tuone kozi inayofuatia ili tuweze kuelewa zaidi information zingine. So nimejaribu kupiga haraka kwa beginner na intermediate level, lakini sidhani kama kuna challenge bado mtu amepata challenge. Sidhani kama kuna challenge. Nadhani nimegusa lengo zote za muhimu. So kama kuna sema wewe bado hujaelewa, nadhani unaweza ukarudia clip taratibu hapo mpaka hapa nilipofundisha. Hii ni knowledge kubwa sana. Mimi nilikuwa na hii knowledge kwa miaka mingi sana, nimefanya clip nyingi sana. Sio tu kukata na kupachika. Hapa unaweza kufanya mpaka music video. Ambacho labda kitakushinda hapa ni title, which ni very simple sana kufanya title. So kwa mtu mwingine hii knowledge ni knowledge kubwa sana. Anaweza kufanya vitu vingi. Though tunaenda clip inayofuata tutaendelea kujifunza vitu vingine vingi sana zaidi. Nadhani nitafanya hivi random nifundishe vitu vingi ili unapopata challenge ujue una solution yake inakuaje. Nadhani itakuwa njia rahisi. So kwa beginner yoyote nadhani tutakuwa tuko sawa. Sidhani kama nitakuwa nimewaacha.